Naam, hii ni za Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV na ukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji ni Omari Makilele Ozil. Katika taarifa zetu hizi za habari tuanzie huko Kamituga jimboni Kivu Kusini ni kwamba hali ya usalama imeripotiwa kuzorota kwa kiwango kikubwa katika mji wa Kamituga pia na tarafa la Mwenga. Hivyo ni kutokana na vitendo vingi vya unyanyasaji na wizi wa kutumia silaha vinavyoendeshwa na watu wasiojulikana. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia eneo hilo yaomba serikali kuvalia njuga swala hilo. Udhibitisho wa habari hii ni wake mwananchi Wisoba wa Kilongo Faustin, mratibu wa shirika la raia tena mchunguzi wa shirika la haki za binadamu BDH jimboni Kivu Kusini, ambaye ameanza kukemea kwa hali ya juu vitendo hivi vya ukosefu wa usalama pa Kamituga. Kamituga kwa sasa usalama sio shwari kwa sababu kulala na kulamuka Kamituga na amsikie asubuhi kama mtu aliingiliwa na watu wenye kumiliki silaha inakuwa rare kwa Kamituga. Kwa sasa watu hawatembee tena usiku kwa kuhofia usalama yao au wenyewe na usalama ya mali yao. Kwa sasa pa Kamituga mtu kutembea usiku atakutana watu wenye kumiliki silaha, ananyang'anywa masimu za mkononi, ananyang'anywa pesa na vinginevyo. Siku zilizopita kuko mtu mwenye aliingiliwa kwa kunyumba na alikuwa iko na gardinage pale ya bapolisi, na haikuzuia watu wenye kumiliki silaha wakuje kumshambulia kwake kwa sababu walisikia kama alipata pesa kidogo. Kamituga kwa sasa kama uko na pesa kidogo unaanza kuishi mwensekirite, kwa sababu ukikuwa na pesa kidogo ama ikisikilikana kama ulipata pesa kidogo directement unaingia muliste ya visite. Donc utajiatendre usiku watu watakuja kuvisite na kukunyang'anya pesa ambayo ulipata. Mtu ambaye alikuwa visite ni Pasteur Tonga na wakaacha na uwa mke wa mtoto yake ambaye mpaka sasa hajazikwa. Wa polisi ambao walikuwa pale kugarde waliponea chupu apre pale watu tena walinyanganywa matelefoni. Hata hivyo, wakati ya kijiri, mwanaharakati huyo wa haki za binadamu kusini mwa jimbo la Kivu Kusini ameongeza kuwa ni jambo la kusikitisha kuona baadhi ya askari jeshi wengine wanahusika katika kuyumbisha usalama wa raia. Wisoba wa Kilongo Faustin amerejea kunako laini ya simu. Cha kushangaza bwana mwariri, mwingine mtu ambaye anayeuza dhahabu alikutana na watu wenye kumiliki silaha na alikuwa jeshi wetu wa taifa, ili hatutavichika na hatutaogopa kusema na wakaanza kupigana na ule jeshi. Mungu akamsaidia akanyang'anya jeshi silaha, na ile silaha ule mtu akakuja na ile silaha kuifikisha mbele ya mkuu wa jeshi, na ule jeshi iko mprison anafungwa. Ni vitu vimoja vya kutangaza na vya haya. Bwana mwariri, tulipokea hapa vile unajua trupe ya Burundi. Population kunajiuliza trupe ya Burundi iliingia hapa inatiliwa mapembeni na vile na bakia yo peke. Pourtant tulikuwa tunawaza vile viko effectif ya mingi wataenda na installer mu makartier pour que wane nalinda usalama ya raia na mali yao. Lakini wanawatia mapembeni vile na bakia vide na quelques FARDC na quelques policiers. Unajua kama Kamituga hatuna effectif ya mingi ya nani ya polisi. Inatuma wizi inakuwa mingi, uporaji inakuwa mingi, mauaji inakuwa mingi. Tunaogopa kama kita hii vita
wa operateur economique wa territoire ya Mwenga na vile ya Kamituga wataomba. Kadiri gisi mnavyofanya analize kama vile acteur wa mashirika ya kirahia, mnawaza nini kabisa inaweza ikawa suluhisho kulingana na hali ya insecurity kuwa nyingi katika hilo jiji la Kamituga na hata Mwenga tarafani vile vile? Suluhisho ni kuongeza effectif ya ba militaire, ba policier ou ma quartier. Donc chaque quartier ikuamo suffisamment na ba policier na ba militaire benye banachunga raia na mali yake. Na ingine pia tungipenda Mkamituga wakuu viongozi wangeorganize bouclage kwenda na kontrole nyumba kwa nyumba kuona kama wanaweza denite arme banani ba malfa. Na mwishowe alipoulizwa juu ya jukumu la koa na hamasisha jamii kuwa na zoezi la kutaja wahalifu kwenye vyombo husika, mwanaharakati huyo ametoa mwangaza. Ile tu tunaifanya bwana Mwariri sawa vile wanamemba wa shirika la raia. Tuko tunaifanya na tuko tunadenonce fasi yote kwenye tunaona huko sisi. Tuko tunadenonce. Mais sirtere pamoja na batu wenye viko na security mikono yao ndio hakuna resultat mzuri. Bwana Mwariri mu ma conseil de sécurité tulikuwa tunafanya watu wa FRDC na watu wa PNC surtout watu wa FRDC bali déclarer kama il serait mieux bazalendo batoke mujiji ya Kamituga baelekte kule front kwenye mapambano iko na warugaruga wa M20 na tukasensibilize watoto ambao waliingia mkizalendo wafate ile nani ile na walipata, lakini kicha wao kutoka ndani ya mji hiyo mambo ya wizi tena na nani inaendelea. Seke wazalendo hawapo tena mnani mjiji ya Kamituga, wanyeko mjiji ya Kamituga ni FRDC, police na trupe Burundi yenye ilikuwa kusaidia. Tukumbushe kuwa ni yapata muda mrefu sasa mji wa Kamituga na tarafa la Mwenga vinakumbwa na ukosefu wa usalama kwa njia mbalimbali. Na kule katika mji wa Uvira ni kwamba milio ya risasi imesikika kwa muda ndani ya mji wa Uvira. Hivyo ni baada ya mvutano wa kutokuelewana kati ya baadhi ya wazalendo waliokuwa wamezuia raia wawili wa kabila la Kinyamulenge zidi askari wa Umoja wa Taifa FARDC mchana wa siku ya Jumatano ya wiki tunayo. Kwake Mafikiri Mashimango, mratibu wa shirika la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira, ameanza kutoa picha halisi ya hali ya usalama ilivyo pa Uvira. Bwana journalist, nashukuru kwa sababu ifo kuonesha kwamba kwa leo ya l'après-midi il y a eu des tirs de balles zilisikilika au niveau du rond-point Kamivira. Effectivement, ilikuwa dit na quelques deux Banyamulenge qui étaient arrêtés ici. Également que palikuwa incompréhension, mais plus tard quand même palikuwa une compréhension entre quelques wazalendo na FRDC et que les balles batu wawili palikuwa acheminé directement au état-major. Voilà la situation. Donc il faut quand même préciser pour la question de tir de balles. S'explique effectivement par des Banyamulenge balikuwa mugari en train de voyager et que pour des raisons sécuritaires balikuwa arrêté si vous voulez bien par les éléments wazalendo. Plus tard éléments FARDC à intervenir. Il faut connaître kwamba certains militaires FARDC voulaient faire du mal. C'est comme ça que les wazalendo ont dit non, habita wazekana mwele maisha d'abord masase kalia. C'est comme ça que bakakuya kupata un compromis ya kuba transférer directement au niveau ya kuzone. Donc les tirs d'échange na tension ilikuwa chakuwa c'est suite à l'arrestation de ces deux Banyamulenge qui balikuwa mu voyage en train de partir Bujumbura. Mais la situation maintenant est calme, mais il faut aussi préciser que depuis juzi palikuwa pause ya nani ya barabara ya route numéro 5 au niveau ya Grand Kasenga, et que nous comme nouvelle civile tuna féliciter d'abord na juzi na jana balendelea kuchaka Bulimbo, et que à notre niveau les plaidoyer endelea pour que quand même Uvira ipate barabara inyeko asphaltée. Depuis des années ilikuwa rêve pour la population ya Uvira, population Sud Kivu. Mais néanmoins tuko na sensibiliser tous les wazalendo à tous les niveaux, surtout de la partie sud de la province, kukamata ma responsabilité za mzuri
par rapport na défense ya nchi. Eke unajua que les accords ziko naendelea kuwa signé, que notre niveau tuko nafaa plaidoyer que les wazalendo bali résister face à l'agression, que pakuwe ni reconnaissance de leur part kadi tusikui kupoteza kitu ke wengine walipata facilement. Voilà, mais le plaidoyer continue pour quand même. Na alipoulizwa kwa nini uteteaji wa wazalendo umeanza kama chelewa, kwani mchakato uko karibu kingoni, Mafikiri Mashimango atoa mwangaza. La question que nous soulevons ça, et tout qu'on asema kwamba nous continuons avec des plaidoyers au niveau du gouvernement central, parce qu'effectivement les accords ziko nafanyika na zinafika mwisho, mais cela n'empêche pas tant qu'acteur de la société civile pour appeler gouvernement kusonger kama il y a les wazalendo walitumika pour la défense ya nchi, et que mon attribution ya avantage ou des privilèges, le gouvernement congolais a l'obligation ya kusonger directement à la place des wazalendo. Et il n'y a pas un retard, parce que le plaidoyer niko nakwambia ça, on n'a pas commencé aujourd'hui, il m'a plaidoyer tulianza depuis zamani, n'a pas ça, il y a pas quoi retard, parce qu'effectivement c'est le gouvernement, à part partager avec les rebelles M23 certains avantages, comment maintenant les fils et filles de bali résister connaissent à amour patriotique, vanaoza baacha et ne pas qu'on va intégrer pour les avantages et maintenant il n'a pas. Voilà, donc il faut connaître kwamba nous résistons sur ça, na tunaendelea kuassister. Je vous informe que nous avons la confiance kwamba gouvernement itarevenir kwa raison kujua kama aussi il y a d'autres avantages que wazalendo wanapaswa kupata na wakuwe satisfait. Na waza kama ulifata la déclaration ya FDLR, donc allez-y comprendre que il y a des choses ça y et natuwezi maliza, mais tuko na lité à ce que quand même le gouvernement revienne à la raison pour l'intérêt de défense nationale. Kule katika tarafa la Fizi ni kwamba kisha shirika la raia Fox Vive tarafani Fizi kuandikia serikali ya DRC kibarua cha kuomba raia wanaokumbwa na machafuko ya kivita ndani ya baadhi ya vijiji vya sekta ya Tanganyika kama Tuwetue na vingine kusaidiwa. Ndani ya kibarua hicho, shirika hilo la raia limeomba pia kwa serikali kusaidia raia wa Minembwe wanaoteseka kwa ukosefu wa chakula na dawa. Katika mazungumzo nasi, Jacques Alimasi, mwenyekiti wa shirika hilo la raia, amesema raia wapatikanao sehemu za Minembwe wanapitia changamoto nyingi, hasa ukosefu wa chakula, na hivyo kupelekea wanawake wengi na watoto kupatwa na ugonjwa wa utapiamlo. Huyo ameomba kwa serikali na mashirika ya kiutu kukumbuka raia hao. Pia tumeonesha hali ya usalama mdogo na hali ya kiutu ambayo inaendelea kuzorota katika kijiji cha Minembwe. Hapo utakwenda kujua kwamba sasa Minembwe inakwenda kudhibitiwa na wale waasi wa M23 AFC Twirwaneho ambao wanaendelea kuendelesha vita huko nyanja za juu, na ni tangu mwezi wa pili huu mwaka ndio ambao wameingia na wakashika mji wa Minembwe. Sasa raia inaendelea kulalama na kuteseka, haina gisi ya kuingia wala kutoka, na hakuna gisi wanaweza wakajisaidie na gisi ya kupata chakula, kwa sababu Minembwe ilikuwa inaishi na vyakula na vitu vingine ambavyo vilikuwa vikitoka Baraka na Fizi Centre vinapandishwa huko juu. Sasa kwa sasa raia wanaendelea kushakiwa kuwa ni watu ambao wanaendelea kuongea na wanamgambo wa M23 AFC Twirwaneho ngambo moja, na ngambo ingine wanamgambo wa AFC M23 wanaendelea kushakia raia kuongea na maskari wa kijeshi wa FRDC hata na wale wazalendo. Na hiyo hali ya sitomfahamu kati yao inaendelea kuleta giza na inaendelea kutuma raia wanashindwa gisi watajichukulia kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya mafamilia zao. Kwa sasa ugonjwa wa utapiamlo unaendelea kuripotiwa kwa wanawake, hata kwa watoto. Wanawake ambao wako na mimba na watoto wanaendelea kupatwa na hiyo magonjwa ya utapiamlo. Hakuna dawa, hakuna vingine vyote vile ambavyo vinaweza vikasaidia ili kuzibia yale magonjwa yasiendelee kutapanywa katika kijiji hicho cha Minembwe. Ndio kwa maana tumeomba kwa serikali yetu ya Kongo iangalie gisi inaweza ikafanya ili wafanye ile ambayo tunaita wafasilite ile ambayo tunaita couloir humanitaire. Kama kuko wa mashirika za kiutu ambazo ziko na haja ya kwenda kusaidia wakaaji, government yetu ya Kongo isaidie ile couloir humanitaire, na wale watu ambao wanashikilia silaha wasaidie hivyo hivyo mashirika za kiutu ili msaada ufike huko Minembwe.
Mwishowe, shirika hilo la raia limeomba kwa pande zote mbili zenye kumiliki silaha kuheshimu haki za binadamu na pia kuheshimu mikataba ya amani na usaini wa huko Doha na Marekani. Tumekwenda kuomba kwa watu wote ambao wanashikilia silaha pande zote waendelee kuheshimu haki ya kibinadamu, pia waendelee kuheshimu zile mikataba ambazo wanaendelea kuzungumza huko Amerika na Doha kwa ajili ya kupata amani ya kudumu. Kule katika mji wa Baraka ni kwamba kiongozi wa chama cha UDPS mjini Baraka na tarafa la Fizi kwa jumla amesema kupongeza kwa kazi ambazo gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Elakano na ambaye ni mchaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa kuendelea kujibu kwa mahitaji ya raia wa mji wa Baraka na kando kando mwake. Edi Mfudi ni kiongozi wa UDPS mjini Baraka amesema kuwa gavana makamu anafanya kazi kwa mahono ya Rais Felix Antoine Tshisekedi, kwa hiyo pesa ambayo atakuwa anapata kwenye kazi yake ya ugavana ni lazima irudili raia ambao walimchagua. Gavana makamu Jean-Jacques Elakano yuko na travailler ku vision ya chef de l'État. Vision yake ni ya kurudisha heshima kwenye batu bali comprendre que faut ba voter UDPS. Alors batu bali chagula UDPS à travers Jean-Jacques Elakano baone difference. Na difference iko naonekana. Ile yote actif ile yote iko nafanya iko narudia kupana heshima kwa chama ya UDPS Tshisekedi ndani ya territoire ya Fizi. Sisi kama chama tutamshukuru sana na tuko namshukuru sana tena. Evre ni ya mingi na bado sio yeye gisi alisema ku renyo tulikuwa na bado angalia kilalo tunafanya nao miaka mingi kuenda kuna polisi pale mpaka kuzunguruka nje ya huko na anakuja na maliza. Jetemi ilikuwa anatukaniwa sana na hii tunaona changement nyingine. Kazi ni watu waliteseka kilalo kubwa na mimi niko najiuliza kilalo yapata pale naenda kutiliwa kule aye kilalo kubwa ya tonaja mingi sana ya mapaluru na pacha pita. C'est-à-dire mtu iko na vision ya kutumika. Yeye alisema yote atapata itarudia bazi yake. Ndio tuko naona. Angari ilikuwa projet ya 2 inakuwa 3 ya 4 hii. Na ya 5 ya 6 kwa projet nyingine. Donc sisi kama chama ya UDPS territoire ya Fizi tunamshukuru sana na tunaomba kama aendelee vile aendelee na action sur terrain gisi alipromettre. Action yake iko naonekana ni visible, iko naonekana aendelee vile na tunatupia la flare ya mingi na ile vision ya. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji ni Omari Makelele Ozil.